hapa Kizingo, watu wa Mungu pale Changamwe, Kenya na dunia nzima kwa jumla, wale wote ambao wanatuona kwa runinga zao, wale ambao wanatuangalia kwa YouTube, wale ambao wanatusikiliza kwa redio zao. Napenda kuchukua fursa hii niwasalimie watu wa Mungu mahali popote mlipo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuna kila sababu za kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia nafasi ya kuweza kuhudhuria tena mikutano yetu hii ambayo inapeperushwa kutoka Kizingo hapa. Na hivyo bila kusita, wapendwa, nichukue fursa hii mahali popote mnapotutizama na popote ambapo mnatuangalia na kutusikiliza, muweze kukaribia tena katika mafunzo ya siku ya leo. Anayezungumuza si mwingine ni mchungaji Pastor Emmanuel Katana, ambaye amekuja tu kukuambia hivi ya kwamba wakati ule mzuri ambao tumeungojea ili kusikiliza kutoka kwa Bwana, basi wakati ni sasa. Hivyo bila kupoteza muda, nipende kusema hivi ya kwamba Mungu wetu amenuia tena jioni ya leo kunena nasi popote tulipo, na ndipo aweze kutubariki na kutuinua roho zetu. Na jana mtumishi wa Mungu Pastor Lucas alikuwa hapa na akaweza kutunenea juu ya Roho Mtakatifu ambaye Yesu alimtuma kwetu ili lengo na kusudi kubwa aweze, wapendwa, kutufundisha na kutupatia habari za nyakati ili tupate kuelewa muda na wakati wetu wa kuokolewa. Jioni ya leo pia Mwenyezi Mungu amemwandaa mtumishi wake Pastor Lucas Nzungu ili kuweza kutuletea habari zinazotoka mbinguni. Hivyo msikilizaji wangu na unayenitazama mahali pale ulipo, kwa namna ya kipekee, kabla nimlete mtumishi, tuweze kumkaribisha Mungu wetu, maana muda ambao ni wa kusikiliza kutoka kwa Bwana, muda huo ni sasa. Wacha tuamini na tuweze kuomba. Jina lako litukuzwe, Yesu wetu wa baraka. Sante kwa ajili ya kutupatia nafasi ya pekee ya kuweza kuhudhuria tena mikutano hii sawa sawa na mapenzi yako mwenyewe. Naomba kila anayetusikiliza kwa redio ile, yule ambaye anatuangalia kwa televisheni ile, YouTube na vyombo vyote vya habari, na mkabidhi mikononi mwako, nikiomba Yesu uweze kumbarikia, Roho wako Mtakatifu akaingie ndani ya moyo wa kila mmoja wao, ili hatimaye neno lako linapotoka kwa vinywa vya mtumishi wako Bwana lipate nafasi na likaweze kuinua maisha ya kila mmoja wao. Hebu tenda mema kwa kila anayetuona, anayetusikiliza na aliye tayari Bwana kufungua moyo kwa ajili ya neno lako takatifu. Vile vile pia namleta mtumishi wako Lucas Nzungu, Bwana anaposimama na wakaweze kukuona na hatimaye wakaokolewe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neema yako ikae nasi tangu sasa, ukiwa kiongozi wetu na mwalimu wetu mkuu, maana ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana wetu tumeomba pamoja na kuamini. Amen. Basi bila kupoteza muda, wakati ambapo umefika ni sasa, niweze kumleta mtumishi wa Mungu Pastor Lucas Nzungu ili aweze kutuletea habari za sasa. Wangapi wanaunga mkono kukaribisha mtumishi wa Bwana? Mungu wetu atubariki. Pastor, karibu na Mungu azidi kukutumia. Bwana akubariki sana mtumishi wa Mungu. Bwana wabariki sana watazamaji wetu mahali mlipo. Awabariki sana katika kituo chetu hiki cha hapa Kizingo, tunapokwenda katika mada makini kwa siku hii ya leo. Leo ni wakati muhimu sana wa kujifunza juu ya jambo kubwa, unabii. Unabii ni nini? Na mtu akiitwa nabii maana yake nini? Dunia ya sasa imejaa manabii wengi. Katika nchi yangu nayotoka, kuna manabii wanaotangaza mpira.
wa Simba na Yanga katika nchi ya Tanzania. Najua hata hapa Kenya kuna manabii wa namna hiyo. Sasa sijui huyo ndio nabii au amevamia tasnia. Nabii ni nani? Maana sasa wanaibuka watu wengi na majina makubwa, nabii na mtume. Kwa leo tunakwenda kuangalia mada nyeti inayotupeleka kwenye maandiko matakatifu. Nabii ni nani? Unabii ni nini? Na kwa nini unabii uandamane na nyakati na majira na matukio na ishara? Unabii ni nini? Unabii ni ujumbe unaozungumzwa kwa niaba na kwa mamlaka ya Mungu. Kwa niaba na kwa mamlaka ya Mungu. Ni ufunuo wa akili, fikra, makusudi na mapenzi ya Mungu. Unabii, ufunuo wa akili, fikra na mapenzi ya Mungu. It is the divine revelation. The revelation of the divine mind and the will. That is what we call a prophecy. Sasa kama divine mind inatangaza, inatoa unabii wa mipira, nati fulani hazijakaa vizuri. Unajua ukiwa na chombo fulani au kifaa fulani kimelegea, kiti kimelegea, panahitajika spana, jeki. Kwa leo nina spana, nina jeki za kukaza madishi yote yaliyolegea, ambayo yanatoa sauti kama nabii lakini si unabii. Kama mkao wa kusikiliza, na Mungu akubariki sana. Unabii ni nini? Na makusudi yake ni nini? Ni kumsaidia mtu kushiriki katika makusudi ya Mungu yasiyo na ukomo. Mungu ana ukomo, na unabii una makusudi ya kumshirikisha mtu katika makusudi yasiyo na ukomo ya mapenzi ya Mungu. Na kwa hiyo unabii mara nyingi unahusu mwongozo, mashauri, makemeo na maonyo ya hatari ijayo. Unabii, ujumbe anaobeba nabii, Mungu anayo siri anayotaka watu wote wajulishwe. Ana siri ambayo anataka wanadamu wote wajulishwe. Na kwa sababu hiyo, katika Amos 3 na fungu la 7, neno la Mungu linasema, Amos anasema 3 fungu la 7, hakika Mungu, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila
kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hiyo Mungu ana siri anayotaka wanadamu wote wasikie. Anataka Wakenya wote waelewe. Wote. Asibaki mtu wa cheo cha juu, wa kawaida. Asibaki mtu awe waziri, awe kamanda wa jeshi. Asibaki mtu ambaye hawezi kujua mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anawajulisha manabii na manabii wanaleta. Kwa hiyo manabii wamechaguliwa na Mungu kubeba siri kuu ya Mungu ya milele. Kwa hiyo manabii wanabeba siri ya Mungu. Wanabeba siri ya Mungu. Sio makombe ya World Cup. Wanabeba siri za Mungu. Na siri hiyo ni nini hasa? Hata Mungu achague watu maalum wa kuibeba. Siri aliyo nayo Mungu ambaye anataka dunia waijue, mpaka anachagua watu maalum, manabii, waibebe. Ni siri gani? Maandiko yanasemaje? Katika Ufunuo na ile sura ya 5. Ufunuo sura ya 10 na fungu la 5. Angalia neno la Bwana linavyosema. Sura ya 10 fungu la 5. Anasema, na yule malaika niliyemuona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni. Na katika fungu la 6 akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, na yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo. Na katika fungu la 7, fungu la 6 anasema, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba apata kuwa na wakati baada ya haya. Katika fungu la 7, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu, ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri, kama walivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Kwa manabii wana siri ya Mungu. Manabii wana mzigo, wana badeni ya siri ya Mungu. Wanaibeba waipeleke kwa watu. Na Biblia inasema, malaika wa 7 atakapokuwa tayari kuipiga baragumu, ndipo siri ya Mungu iliyobebwa kwa muda mrefu itakapotimizwa. Siri ya Mungu. Siri ya Mungu. Siri ya Mungu wanayobeba manabii ni nini? Angalia Marko 4 na fungu la 11. Marko 4. Marko ile sura ya 4 na ile fungu la 11. Neno la Bwana linasema katika fungu la 11, akawaambia, nyinyi mumejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali wale walio nje yote hufanywa kwa mifano, kwamba kuna siri ya ufalme wa Mungu. Kumbe siri ya Mungu ni siri ya ufalme wake. Tunaingiaje? Tunaokolewaje? Mpango mzima wa kutukomboa ndicho makuhani,
ndicho Walawi, ndicho manabii wanabeba, ili wakilete kwa watu wa Mungu namna ya kuingia mbinguni, yaani namna ya kupata uzima wa milele. Ndio struggle, ndio inaitwa siri, na ndicho manabii wanabeba, ili wakipeleke kwa watu, watu waokolewe, watu waingie mbinguni, watu wapate uzima wa milele. Siri. Na katika hili Mungu anataka tujue vizuri. Ninajua ya kwamba watu wengi mnataka mjue siri ya Mungu ni nini. Tulishaianza, lakini leo naiweka vizuri, naiweka katika unabii, naileta kwenu katika mfumo ulio rahisi zaidi, ili ijulikane, asiwepo wa kupotea. Angalia katika Wakolosai ile sura ya 2 na aya ya 2. Hii wahai inashushwa kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu linasema katika Wakolosai 2 aya ya 2, anasema ili wafarijiwe mioyo yao wakiunganishwa katika upendo, wapate utajiri wote wa kufahamu, namba 1, kwa hakika, namba 2, wapate kujua kabisa siri ya nani? Ya Mungu, yaani Kristo. Haleluya. Unajua, tangu nizungumze nilikuwa namtambulisha Yesu. Yaani tangu nizungumze nilikuwa namtambulisha Yesu. Hiyo ndio siri ya Mungu. Anasema huyo Yesu, huyo Kristo ajulikane kwanza, tufahamu kwa hakika. 2, tujue kabisa bila kubakiza chochote siri ya Mungu, yaani Kristo. Kwa siri ya Mungu ni Kristo. Faraja yetu ni Kristo. Upendo wa Mungu umedhihirishwa kwa Kristo. Utajiri tulionao wa kiroho, wa kimwili ni Kristo. Maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo tulipotenda dhambi tusinge kuwepo. Tupo kwa sababu ya Kristo. Na hii ni siri kubwa ya Mungu. Na ndiyo anayotaka hii siri ya Mungu. Lazima tuifahamu kwa hakika. Lazima tuijue kabisa, yasibaki mashaka. Ndio maana nasema wapate utajiri wote na kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo. Kwa nabii ana mzigo wa kuhakikisha kipande cha siri ya Mungu, yaani Kristo, kilichofunuliwa kwake na Roho Mtakatifu kimefika kwa usahihi kabisa na kufahamika katika ukamilifu wote. Kwa maneno mengine, hakuna nabii aliyefunuliwa yote. Kila nabii amefunuliwa kipande kidogo 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 kidogo, na Mungu anatamani akifikishe kwa hakika. Na ndio maana katika Waefeso 4 na fungu la 11 anasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Akatoa mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Katika fungu la 12
kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, yani kanisa lijengwe. Alafu katika fungu la 13, hata sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha timilifu wa Kristo, ili tusiwe watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu na kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini fungu la 15, tuishike ile kweli katika upendo, kukua tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Hiyo ndio siri na ndio unabii. Kwa nabii kama ana mzigo wa timu za mpira, huyo sio nabii. Namtangazia hawe nchi yoyote, huyo sio nabii, ni muganga. Ni muganga, ni mpiga ramli, sio nabii. Kama ndio mzigo alio nao wa timu za mpira na mengine nje ya Kristo, huyo sio mtume, sio nabii kwa mujibu wa andiko. Ni muganga fulani wa kienyeji aliyekwenda Nigeria akapokea nguvu fulani za kumsaidia, tutaziona baadaye. Bwana wabariki sana mnapoama kwa waganga hao na kurudi kwa Kristo. Bwana wabariki sana mnapohama kuanzia leo kwa hao waganga mbalimbali waliojaa dunia nzima, wakibeba jina la Yesu, lakini sio hama haraka. Bwana na makusudi ya kutuokoa, na hii ndiyo kazi ya Roho Mtakatifu, kuhakikisha tunajua kweli yote inayohusu wokovu wetu. Kwa hiyo ipo siri nyingine ambayo nayo ipo katika siri ya Mungu. Kwa siri ya Mungu ni Kristo, lakini ipo siri nyingine ambayo nayo lazima tuijue, ndipo tunakamilisha wokovu wetu. Ipo siri nyingine. Siri hii wengi hawaijui, imejificha, lakini ipo katika siri ya Mungu. Wathesalonike wa pili sura ya 2 fungu la 7. Wathesalonike wa pili sura ya 2 fungu la 7 anasema, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Kwa hiyo kuna siri ya Mungu, alafu kuna siri ya kuasi. Kuna siri ya Mungu, alafu kuna siri ya kuasi. Kwa watu wa Mungu duniani, wako wanaofuata siri ya Mungu, wako wanaofuata siri ya kuasi. Yako makundi mawili, kama ilivyokuwa miti miwili katika bustani ya Edeni, ujuzi wa mema na mabaya na wa uzima. Aliye naye mwana ana uzima wa milele. Mwenye siri ya Mungu ana uzima wa milele. Mwenye hii siri nyingine ya kuasi ana uzima wa milele, atapotea. Na mkutano huu umeleta jambo hili kubwa, ili watu wa Mungu waamue kuhama kutoka kwenye siri ya kuasi, waje kwenye siri ya kuokolewa. Siri ya kuasi inayotenda kazi kwa siri, nayo ni siri. Kwa hiyo mtu wa Mungu lazima ajue. Katika Wakolosai 4:3 tumeona siri ya Mungu ndiyo siri ya Kristo.
Kwa hiyo siri ya Mungu, siri ya Kristo, hiyo ni moja. Siri ya kuasi ni ya pili. Lazima zote zijulikane. Kwa hiyo tafsiri ya siri ya Mungu inapatikana katika Yohana 1:1. Unapoanza kusoma Yohana 1:1, anaanza kwa kusema hapo mwanzo kulikuweko neno. Neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Ukiona fungu la 14 anasema naye neno akafanyika mwili, akakaa kwetu, tukaona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa lugha nyingine, siri hii ya aliyekuwa Mungu alafu awe mwanadamu, hili ni jambo kubwa, na ndio siri ya wokovu wetu. Maana ili tuokolewe, mshahara wa dhambi ni mauti, na inabidi anayekuja kutukomboa afe. Lakini akija kama Mungu tu hata kufa, maana Mungu aonji mauti. Kwa inabidi avae mwili wetu unaokufa, auvae. Hili jambo kubwa hili linasumbua dunia mpaka sasa. Na ndugu msikilizaji, ndugu mtazamaji, mahali popote ulipo, ninajua hata wewe unaweza kuwa unasumbuka. Anavaaje tena mwili? Jambo hili linakuaje? Hii ndiyo siri ya Mungu ya kutukomboa. Na kila mwanadamu ambaye hatakubaliana kwenye eneo hilo atafia dhambini. Atafia dhambini. Atafia dhambini. Fungua Biblia yako. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Yohana sura ya 8 na fungu la 24. Angalia Bwana Yesu anavyosema. Kama uwezi kukubaliana eneo hilo, anasema, kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Absolutely. Yani Yesu anasema wazi wazi, kama hamuwezi kuamini hili, mtafia dhambini. Na ili watu wasifie dhambini, mkutano huu upo kulifanya kuwa rahisi kueleweka, ili tutoke tuamini na hatimaye tuokolewe. Angalia kitabu cha Timotheo wa kwanza na ile sura ya 3, na nenda fungu la 16. Mahali popote ulipo, ni kuombe eneo hilo. Kama una Biblia yako, una smartphone yako, na iPad yako, na tablet yako, fungua kabisa fungu hilo, alafu liangalia lilivyokaa. Fuatana nami. Anasema na bila shaka, yani hakuna mashaka eneo hilo, na bila shaka siri ya utauwa ni namna gani kuu. Nini kilifanyika? Mungu alidhihirishwa katika nini? Mwili. Yani aliyekuwa Mungu alikuja duniani kama mwanadamu. Endelea. Akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Hiki kisa sio cha mwingine, ni cha Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alikuja duniani
akazaliwa, akaishi, na baadaye akapaa, akaenda mbinguni, na malaika wakatuletea taarifa ya kwamba mnavyomuona anakwenda atarudi jinsi hiyo hiyo. Hii ndiyo siri kubwa ambayo ndio mzigo ambao wanadamu unakuwa mgumu. Hii ndiyo siri ambayo Mungu alianza kuifungua kwa wana wa Israeli. Fuatana nami katika kitabu cha Warumi. Nenda Warumi 9. Hapo napo nataka ufungue Biblia yako. Nenda Warumi sura ya 9. Sura ya 9. Iangalie wahai ilivyokaa. Sura ya 9. Iangalie vizuri. Anasema, moja, nasema kweli. Kwa hiyo kinachozungumzwa hapa ni ukweli mtupu. Nasema kweli katika Kristo. Sisemi uongo. Dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu kwamba haya ninayoyasema nimevuviwa na Roho Mtakatifu, ya kwamba nina maumivu mengi na huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu, kwa jinsi ya mwili. Fungu la 4 ni muhimu mno. Anasema ambao ni wa Israeli. Moja, kule kufanywa wana. Walifanywa wana hawa wakati watoto wa Mungu. Na ule utukufu Mungu alishuka mwenyewe katika mlima wa Sinai. Na maagano akawapa mbao 2 za mawe. Na kupewa Torati, wakapewa Torati, sheria ya Mwenyezi Mungu. Na ibada ya Mungu, sio kila ibada, wakapewa ibada ya Mungu na ahadi zake. Nenda sasa fungu katashoka. Hilo ndio lina spana zote za kuhakisha dishi lako lina picha zinaonekana. Unajua kama umefunga dishi alafu alikukaa vizuri, picha zionekane. Sasa hili fungu la 5 ndio lina spana zote za kukaza dishi lako lionekane. Kama umkubali Yesu kama Mungu, hili linakukaza mpaka unamkubali. Liangalie vizuri hilo fungu, lisome vizuri. Anasema ambao, hawa wa Israeli, ambao mababu ni wao Ibrahimu, Isaka, Yakobo, wanatoka kwa Israeli. Na katika hao wana wa Israeli alitoka nani? Kristo. Kwa jinsi ya nini? Ya mwili. Yani Mungu alipitia hao akavaa mwili. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Juu ya mambo yote. Koma. Alafu mwenyewe ni nani? Ni Mungu. Alafu ni mwenye kufanya nini? Kuhimidiwa milele, na dunia nzima iseme namna gani? Amina. Hiyo ni nati kubwa, ni spana kubwa. Wewe kama ulikuwa na mashaka, hii hapa fungu linakwambia huyo Kristo aliyevaa mwili, aliyepita kwa wana wa Israeli, ndiye mwenyewe. Ndio siri ambayo tunatakiwa tuijue ili tuokolewe. Chukua Biblia yako. Nenda Mwanzo 18. Nenda sura ya 18 ya kitabu cha Mwanzo. Nenda sura ya 18 ya kitabu cha Mwanzo. Angalia Biblia inavyoanza. Inasema Bwana akamtokea nani? Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi malangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Nani amemtokea Ibrahimu? Bwana. Kama una Biblia yako mahali unapotutazama, angalia neno Bwana. Ni herufi ndogo, ni herufi kubwa? Kubwa. Maana yake Mwenyezi Mungu
akamtokea Ibrahimu. Sasa Ibrahimu aliona nini? Angalia fungu la pili. Akainua macho, akaona, na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Aliyemtokea ni Mwenyezi Mungu, lakini yeye anaona watu wangapi? Watatu. Anaona watu watatu. Anasema, naye alipoona alipiga mbio kuwalaki malangoni pa hema, akainama mpaka nchi. Angalia fungu la 3. Akasema, Bwana wangu, Bwana wangu, Bwana wangu. Alitakiwa kusema Bwana zangu, maana ni watatu, lakini anasema Bwana wangu, maana neno linasema aliyemtokea ni Bwana. Kwa hiyo yeye anamuadresi mmoja tu, anazungumza na mmoja tu, Bwana wangu. Kama nimeona mafadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa, mimi mtumwa wako. Bwana wangu. Na Ibrahimu akakaa na Bwana wanaongea. Nenda fungu la 33, mwisho kabisa mwa sura 33. Anasema, basi Bwana alipokwisha kuzungumza na Ibrahimu, akaenda zake. Ibrahimu naye akarudi mahali pake. Kwa Bwana ameondoka, amemwacha Ibrahimu, amerudi mahali pake. Lakini walikuwa watatu. Wawili walienda wapi? Angalia sura ya 19 fungu la kwanza. 19 fungu la kwanza, angalia hapo. Anasema, basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni. Kumbe walikuwa watatu. Wawili walikuwa ni malaika, mmoja alikuwa ni Bwana aliyeziumba mbingu na nchi, lakini alikuja kwa Ibrahimu amevaa mwili. Kwa nini avae mwili? Maana imeandikwa hakuna aliyemwona Mungu akaishi. Kwa hiyo ilibidi Bwana avae mwili ili Ibrahimu aishi, lakini alikuwa ni Bwana. Kwa hiyo ile kuja duniani na kuzaliwa akavaa mwili haikuwa mara ya kwanza. Tumuulize Yesu, ulikuwa ni wewe au alikuwa ni mwingine? Nenda Yohana 8. Nenda Yohana sura ya 8. Yesu, huyu aliyemtokea Ibrahimu, ulikuwa ni wewe au alikuwa ni mwingine? Fungu la 55 anasema, wala nyinyi hamkumjua, lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui nitakuwa muongo kama nyinyi, lakini namjua na neno lake naishika. Fungu la 56, Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoona siku yangu, naye akaiona. Anasema Ibrahimu baba yenu niliwahi kuwa naye akashangilia maana aliniona. Wakamwambia katika fungu la 57, basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata miaka 50, umemwona Ibrahimu? Naona wamemsogelea na wamembana kabisa, hana nafasi. Yaani wewe kijana, wewe miaka 50 bado umemwona Ibrahimu? Nani wewe? Umemwona Ibrahimu? 58, Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Sasa wakasema imetosha. Akajamaa kametosha. Angalia 59, basi wakaokota mawe ili wampige. Lakini akajificha, akatoka hekaluni. Kwani wanaokota mawe? Ni kwa kuwa amesema mimi niko. Walimuelewaje hawa Wayahudi? Nenda Kutoka 3. Fungua Kutoka kwenye Biblia yako. Nenda kitabu cha Kutoka na ile sura ya 3. Nenda lile fungu la 10 na 3 na 14. Mazungumzo kati ya Mungu na Musa. Anasema
Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza, jina lake ni nani? Niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Kwa hiyo Wayahudi walielewa Yesu aliposema, Ibrahimu asija kwako, mimi niko. Wakasema, amejitambulisha kama Mungu, tumpige. Amekufuru, tumpige. Lakini hawakufaulu. Hatimaye katika Yohana wa kwanza sura ya 5 na fungu la 20 anasema, nasi tunajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Yesu Kristo huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Hallelujah. The Bible is too clear. Hii ndiyo siri. Hii ndiyo siri ya ukombozi. Ndiyo siri ambayo imefichika. Ndiyo siri manabii wanabeba, na kila nabii anakuwa na kakipengele kadogo 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 kakupeleka kwa watu. Kila nabii anakuwa na kakipengele kadogo. Musa anasema, nami nitaweka uadui kati yako na mwanamke na uzao wake na uzao wako. Takuponda kichwa, tamponda kisigino. Ametambulisha jinsia itakayo mzaa Masihi. Taarifa hii ya kuzaliwa Paulo anaandika Wagalatia 4:4. Naye amepewa kajukumu kadogo tu. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Musa alitabiri, Paulo anasema unabii umeshatimia. Isaya anasema habari hii ni ngumu, nani ataipeleka? Kwa nini ni ngumu? Kwa sababu wanadamu hawajawahi kuona. Aliyekuwa Mungu anakuwa mwanadamu na anazaliwa. Namshangilia Bwana kwamba siri kubwa hii ya Mungu hapa Kizingo imekuwa rahisi. Hii ndiyo mzigo ambao Mungu anatamani kila nabii au bebe, kila nabii au peleke, na dunia nzima ijue kwa hakika kabisa siri ya Mungu. Mungu akubariki, Mungu akutie moyo, Mungu akutakase. Ndio sasa tunaanza siri ya Mungu. Ndio tunaanza kumjua huyu Kristo kwa ajili ya wokovu wetu. Usiache kuja katika mikutano hii, na Mungu akubariki, Mungu akutie moyo. Tunapokwenda katika vipindi vinavyofuata vizito zaidi vya kuifungua sasa siri ya Mungu kwa uwazi sana. Usiache kuja, kwa kuwa yeye ajaye anakusubiri ufanye maamuzi yenye akili timamu. Na usiache kufanya maamuzi katika kituo chako. Mungu azidi kukubariki, Mungu azidi kukutia moyo. Siri hii ndio tunaanza kutembea nayo sasa mpaka mkutano unaisha. Tutakuwa tunachukua kadogo kadogo kwenye hii siri kubwa ya Mungu mpaka ijulikane, na baadaye itakuwa tu clear kwa kila mtu kufanya maamuzi ya kuokolewa. Hakuna njia nyingine Mungu aliyotupa mpaka tumeijua siri ya kuokolewa kwetu inayopita kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu akubariki unapofanya maamuzi makubwa.
sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Yesu Kristo aliahidi atarejea, makao ameandaa mbinguni kwa washindi. Maovu, shida za dunia yote yatakwisha. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Usichelewe. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Bwana akubariki sana mahali ambapo umekuwa ukitazama na kusikiliza mahubiri haya. Jioni ya leo hapa Kizingo kuna wanaume na wanawake wanaosema tuko tayari sasa kusonga mbele kwa imani na huyu Kristo ambaye ndiye siri ya Mungu. Kama ni maazimio ya moyo wako, simama kwa miguu yako mahali ulipo. Bwana akubariki, Bwana akutie moyo, Bwana kuongoze kufanya hitimisho zuri. Tutakuwa na ubatizo mkubwa katika mahubiri haya. Tutakuwa na ubatizo mkubwa. Kila mwenye tamaa ya kubatizwa, tafadhali katika kituo ulichopo, peleka jina lako na Bwana atakubariki. Baba, tunakushukuru sana kwa ajili ya mkutano huu. Tunakushukuru sana kwa ajili ya wanaume na wanawake, vijana wa kiume na wa kike, watoto wanaomkiri Yesu kama Bwana Mwokozi wao. Baada ya kugundua ya kwamba nabii ana siri ya Mungu, na siri ya Mungu ni Kristo, tuko tayari sasa. Tuko tayari sasa kuingia kwenye maandiko, kuichimba siri hii mpaka tupate uzima wa milele. Wasaidie watu wako katika vituo mbalimbali kufikia hitimisho sahihi la kukuchagua wewe, maana wakati ni sasa. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. 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 Amen. Amen. Sijui Karo kama umebarikiwa wewe. Mimi kwa hakika nimebarikiwa tena sana, na kuna kitu kimoja nimejifundisha. Wajua sisi